أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد إن شاء الله tunaendelea na darsa yetu ile ya hukumu ya mzinifu. Watu sita hawa na hukumu yao katika sheria ya Kiislamu. Leo inshallah tunahitimisha hiyo, baadaye tunataja hiyo inshallah katika darsa nyingine, lakini darsa ya leo tutaeleza kwa ufupi sana, na haya tuliyoeleza tumeeleza kwa ufupi sana. Hatukuzama katika mambo nyingine ambayo kama tumetaja asasi tu, lakini furuu hatukuzitaja, na hatukutaja vile vile kwa urefu madhara inayopatikana kwa mzinifu. Raha ni ile anajiona mtu shetana na mzayin, lakini ile kilima, ile neno la ndoa hasa, utakuta kuna mambo adhim ya starehe ikiwa ile ndoa haijajengwa juu ya msingi mbaya, na utakuta tofauti. Lakini hata mangiano ya ndoa na mangiano ambayo iliyokuwa si ya ndoa ni mambo mazito sana, lakini sisi hatukutaja haya yote kwa sababu kuna haja ya mambo nyingine zaidi kuliko hayo. Kwa nini nikasema hivi? Kwa sababu alhamdulillah madokta wa specialisti wamejaa kila mahala. Anaweza kufanya urafiki na dokta, akamweleza, akamfahamisha, halafu inshallah atajua yapo kidogo. Mimi karibuni hivi alikuja dokta mkubwa kutoka Kenya huko Al-Firdaus, akatoa mhadhara kuhusu habari ya dokta wa madokta duniani, Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Akaanza kutoa ushahidi, halafu akakaribisha masuala. Mimi nikatoa mkono kwa kumuuliza swala moja katika udokta wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam hakatazi kitu ovyo wala haamrishi kitu ovyo. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nikamuuliza dokta, nini siri kiutaalamu mnafikia ni ya mwanamume kuvaa nguo refu kupita vifundo viwili? Na Mtume sallallahu alayhi wasallam kaletwa rahmatan lilalamin, rehma Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa watu wote, na rehma katika Qur'ani inakuja mara 75. Sasa dokta akaangalia, akatazama, hakujibu. Lakini kifikiri mimi kajibu, manake ile, lakini hakujibu. Lakini baadaye si muda mrefu akaidaka kijana mmoja akasema madhara yake. Lakini wajua ilmu ni bahari, kila mmoja anachota kiasi chake, na kuna mambo mengine watu wanayajua na wengine hawajui, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, kullu da lahu dawa, kila ugonjwa ina dawa yake. arifahu man arifa wa jahlahu man jahla,
Kuna watu wengine wanaijua na kuna watu wengine hawajui. Ukiona kuna mambo asrar ndani, sababu ya kuzungumza hayo, kuna asrar makubwa sana ndani ya maasi. Watu utakuta anafanya jambo la kujisterehesha, lakini ina ukhatari baadaye mustakbali yake. Kama mfano wa sigara sijui ladha yake ni moshi ile, lakini kuna watu wanaona raha. Kama haoni raha wasende vuta sigara, lakini sasa madhara yake ni makubwa mno. Na maasi ni hal kadhalika, ni hivyo hivyo. Sasa nini madhara ya hii mwanamume kuvaa nguo refu mpaka ikagusana na ile fundo? Ni somo refu, hatuko kwenye mada hii sisi, lakini sisi mada yetu ni zina, na tulitaja huku kwa ufupi sana. Na baada ya kutaja na adabi yake katika Uislamu, zina tushafahamu yapo kidogo. Leo inshallah katika darsa yetu tulihitimisha, kama mnafahamu, na vitendo ya kaumu Lut, na tushajua adhabu yake katika Uislamu, lakini nagusia kitu kidogo sana, lakini kikubwa. Sasa kitendo hichi ikiwa inatendeka kati ya mtu na mkewe, je, ana hukumu gani? Wako watu wengine shetani na wazayin kwenda mahala pachafu wakaacha mahala pa rukhsa, wanakwenda mahala pa haramu, wanapenda kuikwepa halali. Wallahi mada hii laiti kama kuna nafasi ya kueleza, ni mada refu sana. Lakini sasa kutokana na ile uzito ya ile ndoa, adhabu ya watu wawili hawa ni tofauti na adhabu ya kuwa hakuna ndoa kati yao. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam kashamlaani mtu mwenye kitendo hicho, sawa ikiwa nje wa mke au ndani ya nje ya ndoa au ndani ya ndoa. Huyu mtu kama huyu, mtenda na mtendewa, mal'unani au watu wawili hao. Lakini sasa inatokea bahati mbaya, sheitani kamzayin mchezo huu, imetendeka ndani ya ndoa. Hukumu yake nini? Tushajua kama kwa mahala hamna ndoa, tushajua, au sio? Kwa ufupi, maulama wamekhtilifiana ikhtilaf kubwa sana. Maibadhi wao sio wote. Jamani, tuelewe ikhtilaf, tufahamu. Ikiwa hatukujua ikhtilaf kati ya Waislamu, kusema kweli tunafilisika. Ikhtilaf kuna namna nyingi. Kuna ikhtilaf inaruhusiwa wakhtilifiana Waislamu, na kuna ikhtilaf hauruhusiwi kukhtilifiana Waislamu. Mimi naeleza jambo ambalo liliruhusiwa katika Uislamu kukhtilifiana, kwa sababu hata masahaba walipokuwa wakipokea ilmu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wamekhtilifiana katika kufahamu kwao, lakini wanarekebishana wao wenyewe.
Sasa sisi tunaacha kitendo cha masahaba, tunatumia akili yetu sisi. Sasa ile haitakiwi. Inatakiwa wewe ukimwona alimu huyu na alimu huyu au madhhabi hii au madhhabi nyingine wamekhtalifiana katika jambo, ufatilize, kwa sababu utakayekwenda kabrini ni peke yako, wewe na watu wengine. Kwa hivyo inatakiwa Waislamu wasikhtalifiana katika kuungana, lakini haidhuru wakhtalifiana katika masail, kufahamu jambo nyingine nafahamu hili, nyingine nafahamu hili. Na laiti kama mada hii inshallah tutaifungulia vile vile darsa masahaba waliختلفiana namna gani, na maulama katika madhahib ilitokaje hii madhahib. Inshallah tutakuwa na Mwenyezi Mungu akitupa hai na uzima. Na kuna watu wengine mpaka leo wana fitna sana sana, hawapendi ile Waislamu jina, lakini wana fitna hali ya juu. Tunawaona katika internet, mie nafatiliza ile suala na khalafu nasikia mashekhe wanavyozungumza watu hawa mpaka natingisha kichwa na naingia huzuni sana sana. Lakini kwa watu wengine walikuwa hawana elimu watashangilia ile jambo, wanafanya ushabiki ili swala. Kumbe bwana ni nzito, na utamkuta mtu ana sura mzuri, kilemba ndefu nini, utaona huyu ni malaika. Kumbe bwana ni sumu, ni adui kwa Uislamu. Afadhali sisemi, siwezi kuzungumza afadhali nani, lakini mtu kama huyu ni mtu wa hatari sana. Inshallah tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala sisi Waislamu kujuana na tumjue huyu, tuwajue hao watu. Na leo mimi nasimama hapa mbele yenu, mkiniona na jambo lolote kinyume ya sharia, nimekosea, na kuombeni msiniachie, kwa sababu mimi ni binadamu. Mimi ni binadamu, naweza nikakosea, naweza nikasahau. Kwa hivyo inshallah turejea kwenye somo letu. Ikiwa kati ya mtu na mkewe imefanyika hili jambo, hapitishiwe hukumu kama ya nje ya ndoa. Ndani ya ndoa kuna mambo mengi na kuna afu nyingi ndani ya ndoa. Ndoa si kitu cha maskhara. Basi wamekhtalifiana maulama, narejea kwa kuzungumza maibadhi na maulama wengine. Maibadhi walisimama msimamo wengine, lakini sio wote. Wanasema kwamba huyu mke kachika hasa na hampati maisha. Lakini hili suala hadi tulijue kwamba huyu mtu kafanya kusudi, wameridhiana wao kati ya mke na mume, wanaridhiana na wanafanya hiki kitendo ya kaumu Lut ndani ya ndoa. Tofauti na mtu kukosea hadi kaa tujue, tusije tukapokea masala tofauti na mtu aliyokosea, hakukusudia kufanya jambo kama hili, lakini imetokea bahati mbaya ikapotea njia, ikanjia sehemu hiyo. Hiyo hapana, hiyo hapana. Kama tuseme mfano, kama mtu kijana kaoa, vishindo vile hakufundishwa vizuri, anajua tu kitendo hicho, lakini katika vishindo vile katokea ikawa inakwenda pahala pengine sipo palipoamrishwa.
hii swala. Au hata katika mujamaa vile vile ikawa kakosea sio kukusudia, hii ni kitu kingine. Hii hapana, hii hatuzungumzia hayo. Sisi tunazungumzia kitu kusudi. Na khilafu katika ndoa, inshallah tutafungua vile vile darsa hiyo. Nisaukum harthun lakum fa'tu harthakum anna shi'tum wa qaddimu li anfusikum. Hapa kuna ikhtilafu kubwa sana kati ya Masuni kwa jumla na Shia. Inshallah katika durusi zingine tutaeleza, lakini kitu hicho ni haram na maibadhi, sababu ya kuona watu hawa ni wagumu, kwa sababu madhhabi ibadhi na kusudia hao maibadhi wenyewe, sio sisi ni jivu tu wa moto. Na kusudia hao maibadhi wenyewe, hasa maibadhi wenyewe hawezi kuingia mahala pa mishkila hata siku moja. Wao wanakwenda mahala palipokuwa haina mishkila, ndio utakuta ibada zao, fiqhi, aqida, unafahamu, utaikuta safi kabisa. Labda mtu ana chuki wa undani kabisa, akawa na waponda kama nini, kama mfano wa ruya, kuonekana kwa Mwenyezi Mungu kwa jicho, huwawezi kabisa, kwa ushahidi wa Qur'ani na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, huwawezi hata siku moja, huwawezi. Au katika khalqul Qur'ani imeumba au haikuumba, inshallah tutaifungulia darasa vile vile, huwawezi hata siku moja. Usijaribu, ila ni utakaa unabweka tu nje ukiwaponda. Lakini hasa ukikubaliana nao uso kwa uso, wakitaka mfanya munadhara nao, huwawezi hata siku moja, huwawezi. Utahangaika bure. Au tuseme masala ya khulud, mtu kafa katika maasi, hakutubu kwamba atadumu motoni, huwawezi kabisa. Kwa hivyo wanaختلفiana wao wenyewe. Je, huyu mke anaachika au hakuachika? Ama wameulizwa baadhi ya maulama wazito wakubwa katika madhhabi ya ibadhi, wakajibu, siwataji, lakini wakasema la uhalliluha wala uharrimuha. Siwezi kusema kwamba mke huyu atabaki kwake halali, wala siwezi kusema kama huyu kaachika na akawa haramu. Lakini wako wengine walikuwa na msimamo, wakasema hapana, kaachika huyu. Lakini narejea tena, kwa njia ya kusudi, sio kwa njia ya makosa. Makosa ni kitu kingine. Ndoa haivunjiki kwa makosa, kwa kukosea. Tunazungumzia jambo iliyokuwa maanake anikusudia hasa. Sasa alhil, lakini maulama wengi, jamhur wengi sana, wanasema kwamba huyu mke haachiki. Lakini kuna fidia unatoa, itafuatiliwa inshallah. Fidia hii itategemea zama na sarf zile, maanake nakusudia sarf ya zamani na ya sasa na nini, itafanywa mahisabu, anatoa fidia kwa kosa hilo. Lakini nakusudia kuzungumza hili suala kati ya mke na mume,
hakuna hukumu ya rajm au bakora 80 au mingineo, unafahamu. Lakini hatuwezi kusema kama hili suala ikiwa nakusudia hasa si kosa, ni kosa kubwa sana sana, na ni hatari, na mtu asifanye jambo kama hilo, ni hatari. Sasa inshallah katika durusi zetu za nyuma tutaifungulia vile vile wakati wa masuala, suala iwe mnaandika ili ipatikane siku nyingine mtu hakufahamu kitu, bora kuuliza ili afahamishwe. Na wengine wasema تجزيه كفارة عن الماضي طبعا فيما يتعلق بنوع واحد من المعصية. Wengine wanasema ikiwa jambo kama hili linatendeka kati ya mtu na mkewe, basi anatoa fidia. Je, fidia kila kitendo fidia moja? Naam, kila kitendo fidia moja. Na wako maulama wengine wasema hata ikiwa kafanya mara nyingi, basi fidia hii moja inatosha, na atubu na asirejee. Wallahu ya'lam. Sasa turejee nyuma kidogo, kutokana na maasi inayotendeka na hukumu anayehukumiwa yule mzinifu. Tujue, tufahamu, sio kwamba maanake hakuna fujo katika sharia ya Kiislamu. Sharia ya Kiislamu kuna haki na insaf kama tulivyozungumzwa, sio kwamba fujo tu kama wanavyofahamu watu wengine. Wanasema hii ukatili sio nini. Utasemaje ukatili? Na hii ni sharia ya Mwenyezi Mungu, haikukaliwa ubunge. Ni sharia ya Mwenyezi Mungu, unafahamu, katuwekea sisi ili tuishi maisha mazuri. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ukitaka uhai maisha mazuri, utekeleze sharia ya Mwenyezi Mungu. Na sharia ya Mwenyezi Mungu, mtu akifanya makosa ahukumiwe, ndio usalama, au sio? Walakum fil qisasi hayatun, uhai ndani ya qisas. Ikiwa kuna fujo, huyu anamuua huyu, anampiga huyu, anafanya anavyotaka, kweli pana uhai? Hakuna, itakuwa hakuna maisha mazuri. Lakini kwa watu gani? Ya ulil albab, enyi wenye akili. Lakini mtu aliyekuwa hana akili, basi hawezi kufahamu haya. Mtu ikiwa ana shaka katika sharia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ina maana huyo hana akili. Ikiingia tu akili yako ikupeleka mahala pa shaka, basi ujue akili huna. Lakini ikiwa unayamini moja kwa moja sharia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndio walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, enyi wenye akili. Na maana ya albab ni nini? Ni refu. Maana ya kelima hii Allah Subhanahu wa Ta'ala kaiweka hapa, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, sio mada yetu hiyo. Lakini ومن المعلوم أن الأحكام المبينة لا تقام إلا بعد البينة. Mujue kwamba hii kisasi, hii hukumu tuliyotaja sisi iliyobainishwa haiwezi kusimamishwa ila kwa ushahidi iliyokuwa imetimia, sio fujo tu. Anakuja namuona fulani afanya hivi, namuona hivi, akahukumu. Hapana, hiyo hakuna. Na albayina katika zina, albayina, ushahidi katika zina
biarba'ati shuhud udul. Utawapata pia watu wanne waadilifu hali ya juu. Wajua katika mahakama ya Kiislamu, kwanza akija shahidi, kadhi anamtazama yule shahidi jinsi alivyo, haia yake ile, vazi lake, uso wake, nini, kila kitu. Basi pale pale anampiga kisambia, kaa upande, hufai kukaa ushahidi we. Hana dalili ya uadilifu, hamkubali. Lazima shahidi anakuwa shahidi unayekwenda kutoa ushahidi mahakamani, si ushahidi wa kuokotwa njiani ya kumpa pesa tenzetu mimi ukanikalie ushahidi kama hivi sasa. Hapana. Katika sheria ya Kiislamu ukienda bwana na ushahidi, yule shahidi au maadilifu hali ya juu, yule kadhi amkubali. Lazima amkubali, na akiona tu, kwa sababu yule ni msomi. Haiki kadhi mtu ambaye mtu wa kawaida. Kadhi ni mtu mkubwa sana. Kadhi hata kumkirimu huwezi kumkirimu, kumwalika nyumbani kwako au kumwalika katika sherehe yako, hapana. Wala hakuna mazungumzo katikati yenu na yeye ila wawepo watu, sio mchezo. Na akionekana tu kuna fahamu ana urafiki na mtu na hivi na hivi, hapana, isipokuwa adati za watu. Basi hakuna urafiki na mtu, hakuna mambo ya kumwalika au yeye akakualika, hapana, mpaka cheo kile akiweke upande. Akishaweka upande, basi hapa urafiki na kutembeleana na nini tena hapa inarudishwa. Kwa hivyo kadhi, ni kukuelezeni mambo makudhaa enzi ya Mtume na baada ya Mtume. Kuna kadhi moja alikuwa amewekwa na Sayyidina Umar radhiallahu anhu, lakini sio mada yetu. Huyu bwana tarehe yake ni kubwa, lakini sisi hapa tunataja kwa mukhtasar sana, kwa sababu hili suala tunalitaka haraka haraka. Na huyu kadhi huyu, wakija waje watu wanne waliokuwa udul, kile kitendo wote wamekiona, ikiingia kitoka, utapata mambo ya zina bwana. Kuna maasi nyingine utaona kama ni ukatili au hivi, akili ikiwa imeathirika katika sheria ya Kiislamu, ikiwa akili inaathirika, basi wewe ndio itakwenda akili yako kutia shaka. Hamna shaka katika sheria ya Kiislamu, hamna shaka katika mfumo wa Kiislamu wote, haina shaka, isipokuwa labda pengine shaka au baya ufahamu wa mtu akenda upande na maadili. Nikikupenda hadithi, lakini sasa wakati imefika nikikupeni pointi ambayo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa inafanyika kati ya masahaba. Kwanza inataka kufanywa sulh baini ya makafiri walioko Makka
na Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka huko kwenda kuhiji. Sasa hawakumruhusu, hadithi refu, hawakumruhusu, lakini wakaja kuandika mkataba na mwandishi Sidna Ali bin Abi Talib. Kwanza, kitu cha kwanza kabisa akaandikwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Muhammadur Rasulullah. Akambia, Rasulullah usiandike, sisi hatukutambui kama wewe ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu, na laiti kama tunakutambua tusende kupinga. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamamrisha Sidna Ali bin Abi Talib, akambia, andika Muhammad, usiandike hii Rasul. Akatetemeka Sidna Ali bin Abi Talib na masahaba wote pale. Ikawa tena hili suala kati yao wenyewe kwa wenyewe, lakini amri ilitoka pale kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaambia andika hivyo. Kwa sababu nini? Natakiwa sulh, na ile neno limejificha, na kujificha kwake wao hakuamka, masahaba hakuamka, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam kutokana na kutaka ile sulhu, na sulhu ndio usalama, akaambia andika. Lakini baadaye wakajua kwamba ile Rasulullah haifutiki hata usipoandika. Ni kama mfano mtu na mamake, hata ukisema mimi huyu si mamangu itaweza kufutika kweli? Lakini sasa jambo hili masahaba hawakuamkia. Hata Sidna Ali radhiallahu karamallahu wajha vile vile hakuamka, ndiye ikawa anasita, mkono wake anaona tabu kuandika, lakini ile amri kwanza akaambiwa andika bismillahir rahmanir rahim. Akaambia sisi hatutaki bismillahir rahmanir rahim. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambia mnatakaje? Akaambia tunataka bismika Allahumma. Akaambia andika bismika Allahumma. Hapa masahaba walitingishika. Akaambia basi baadaye wakajua, akaambia bismika Allahumma na bismillahir rahmanir rahim yale lakini sasa inatakiwa sulh. Sasa kuna mambo mengi mpaka ilikwisha mkataba ile, kila mmoja inamtoka kijasho. Sasa kuna ruhusa ndani ya Uislamu, ikhtilafu inakubalika, na kuna ikhtilafu ndani ya Uislamu haikubaliki. Lazima Waislamu wafanye kazi ili swala, ili waungane wawe kitu kimoja. Kwa hivyo katika sharia ya Kiislamu usifikiri kama kuna fujo tu, wende tu ende mahakamani fulani ilimkuta na halafu tena ikawa fujo tu. Hapana. Kati ya mtu na mkeo akimkuta mtu kwenye chumba chake, kitanda chake, unafahamu kuna sharia, utastaajabu. Huwezi kwenda tu mahakamani ikakubalika akarujimiwa yule, hapana. Kwa hivyo tuelewe na tufahamu, tusije tukaingia shaka katika sharia ya Kiislamu. Waislamu wao wenyewe mpaka sasa hivi fujo tu, maskini washapigwa shindano ya ganzi, kila moja Muislamu anaona asinzia tu, mpaka wanawake wanakuja juu. Unafahamu sasa hivi anasubutu kusema ataka mirathi sawa sawa na mwanamume.
wewe unajua ndani yake hiyo, unaifahamu siri iliyoko. Kwa nini mwanamume akapewa sehemu mbili na mwanamke akapewa sehemu moja? Unajua siri yake nini? Iko mirathi inakwenda mpaka wakati mwingine mwanamume na mwanamke wanapata sawa kwa sawa, lakini sio pahala popote. Na inshallah hii suala inshallah tutakuja somesha, tutakuja zungumza inshallah kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe nafasi na atupe inshallah muda, na wakati imeshafika. اللهم علمنا ما لم نعلم، فهمنا ما لم نفهم، إنك أنت العز وأنت الحكم وأنت على كل شيء قدير. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك يا رب العالمين. اللهم قوي وحدتنا واجعل المحبة بيننا، وارزقنا من حيث لا نحتسب، واجعل عاقبتنا خيرا مما نحن فيه. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.